Mambo vipi? Tumefika Dodoma. Tuko kwenye project ya Inspire to Lead. Tunajumuika na wanaume, tunajumuika na jamii kuzungumza jinsi gani mwanaume anaweza kumnyanyua mwanamke ili kuvunja kizuizi. How can men help women break the glass ceiling? Ili pia kujipunguzia ule mzigo ambao mwanaume tunajua kwenye jamii yetu anaubeba. Binafsi naamini sisi tunao nafasi kubwa sana kwenye kuwezesha wanawake kufikia malengo yao kwenye mambo haya. Kwa sababu kama ambavyo inatafsiriwa kwenye jamii kwamba mwanaume ndiye kichwa cha familia kwenye familia nyingi. Sasa ili uwe kichwa ambacho kinaweza kubeba mzigo wa mwili mzima, lazima uwe tayari kuwezesha makundi yote, watoto wa kiume na watoto wa kike. Kwa maana hiyo sasa lazima uhakikishe watoto wako wote wa kike na wa kiume, wanajamii wote wa kike na wa kiume wawe na uwezo wa kufikia malengo yao kupitia uwezeshaji ambao unaandaliwa na kusimamiwa na wewe ambaye ndiye kichwa cha jamii, kichwa cha familia. Jambo hili linaweza kufikiwa kwa kupitia nyanja mbalimbali. Yamkini katika masuala mazima ya kijamii, kuweza kuangalia mila na desturi ambazo zinakuwa zinarudisha nyuma masuala mazima ya usawa wa kijinsia kwa upande wa watoto wa kike na wanawake, ambayo inapaswa kwa namna moja ama nyingine tuweze kuyaacha, na pale inapobidi tuweze kuyazuia kwa sehemu kubwa kabisa. Imekuwa ni kwa muda mrefu sasa upande wa wasichana na wanawake wameachwa nyuma katika masuala mazima ya umilikaji mali na masuala mazima ya uhuru wa kifedha, lakini pia ni wakati muafaka kuweza kuangalia katika sehemu kadha wa masuala mazima ya kiuchumi, kuweza kuangalia ni namna gani tunaweza tukawashirikisha wanawake ili waweze kufikia uchumi na masuala mazima ya kifedha ya uhuru wa kuweza kumiliki na kufikia maamuzi mazima katika jamii zetu. Maoni yangu katika kuelekea usawa wa kijinsia kwa wanawake na ujumuishaji wa wanaume pamoja na wavulana, kwanza nadhani kuna dhana tunabidi tuiondoe unapozungumzia gender au jinsia kwamba unazungumzia upande mmoja. Mimi naamini gender au jinsia unazungumzia pande zote mbili, yani ujumuishi wa elimu kwa wanawake na wanaume, yani kila mtu ajue nafasi yake anayotakiwa kucheza au anayotakiwa kuifanya kwenye jamii ili kuleta matokeo ambayo yana impact kwa sehemu kubwa kwenye maeneo yote, kuanzia elimu, uchumi na vitu vingine kama hivi. Mimi ninachokiamini ni kwamba kila imani ambayo tunayo kwenye jamii imetengenezwa na wanajamii wenyewe. Sasa umefika wakati wa kuondokana na imani za zamani ambazo zimeendelea kuwarudisha nyuma watoto wa kike na jamii kwa ujumla. Sasa tuanze kubadilika, kutafsiri imani zile ambazo zilikuwa zinamkandamiza mwanamke, tuzitafsiri katika hali sasa ya kumuinua mwanamke ili pia tuisaidie jamii kwa ujumla, kwa sababu tunapozungumza mafanikio ya jamii yanaunganisha juhudi za mwanaume na juhudi za mwanamke. Na ndio maongezi yetu yalivyokuwa kwa siku ya leo. Mimi nimejifunza, natumai ndio umejifunza. Labda kuna vitu vya kufanyia kazi, labda kuna mabadiliko yanakuja, I don't know. Kila mtu na lako lake. Lakini kama una cha kutuambia kwa kukubaliana, kupingana na sisi, kutuunga mkono au kutuona namna cha maana tulichoongea, ni @MenThePodcast on Twitter na @MenThePodcast on Instagram. Send us a DM, tutumie chochote unachotaka kutuambia, tutaona namna ambayo tutakifanyia kazi. Till next time jamani. Peace. Live. You're listening to With Men, the podcast.